Naitwa Abdalla Mbaga, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya. Leo hii tuko hapa kuwatangazia Watanzania hususan nyanda za juu kusini, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya pamoja na Songwe kuhusiana na uwepo wa kambi ya madaktari bingwa na bingwa bobezi kwa nyanda hizi za juu kusini ambayo itafanyika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya. Tukizingatia kwamba Watanzania wanahitaji huduma mbalimbali za matibabu au za afya ambazo mara nyingine inaweza ikawa ni ngumu kuzifikia. Sasa kambi hizi zipo ili kuweza kuwasaidia Watanzania wenye changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zitakuwa zinapatikana kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9. Katika kambi hii tunategemea kwamba kutakuwa na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa na bingwa bobezi wa magonjwa ya moyo, madaktari bingwa wa upasuaji wa mifumo ya mkojo, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani kwa maana internal medicine, madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, madaktari bingwa wa magonjwa ya akili na mengineyo mengi tu ambayo tumekuwa tukiarusha kwenye vipeperushi mbalimbali. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwanza kabisa kuwapa taarifa wananchi wa nyanda za juu kusini kwamba huduma hii itakuwepo kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 Mei 2025. Lakini pia nitoe wito kwamba hii ni fursa kipekee kabisa kwa wananchi kuja kutatua changamoto mbalimbali za kiafya kupitia kambi hii maalum ya madaktari bingwa wa Mama Samia ambayo itafanyika hapa hospitalini hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya. Aidha, hii pia ni fursa ya kuweza kuishukuru serikali kwa sababu serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya. Kwenye hospitali za rufaa za mikoa tunakumbuka kwamba hatukuwa na uwezo wa kufanya CT scan. Hivi sasa tunao uwezo wa kufanya vipimo vya CT scan na vipimo vingine vingi vya maabara ambavyo katika kambi hii pia vitakuwa vinapatikana. Hivyo ni fursa kwa wananchi kuweza kujua changamoto mbalimbali kupitia vipimo hivi na vile vile kuweza kupata matibabu. Sio hapo tu, serikali haikuishia hapo, zimetolewa ajira nyingi sana kwenye sekta ya afya. Na sisi kama hospitali tumefaidika kwa sababu tuliweza kupata watumishi 80 wa kada mbalimbali za afya. Hivyo tunaona watu hawa walioajiriwa, ujenzi wa miundombinu, upatikanaji wa vifaa, basi iwe ni fursa kwa wananchi kupata huduma hizi. Kwa ujumla, idadi ya watu ambao tunategemea wafikiwe na huduma hizi ni kwa wale wote ambao tunategemea kwamba wanakuwa wanatafuta huduma za afya kwenye mikoa husika. Tunategemea kwamba kwenye catchment area hii kama kwa mwaka tuna uwezo wa kuhudumia watu 300,000, 500,000. Basi wale watu wote ambao walikuwa wanatafuta huduma za afya kwenye kila mkoa, basi hiyo ndio inakuwa ndio catchment area yetu. Kwa hiyo inawezekana tukaona watu zaidi ya 10,000 ndani ya siku hizi 5 ambayo inaweza kuwa ni watu wengi sana. Inawezekana tukaona watu 200,000 kulingana na changamoto za kiafya ambazo watu wanazo. Utashangaa jinsi ambavyo watu wana magonjwa sugu lakini walishindwa kuzifuata huduma maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wagonjwa kama wale mnakutana nao na inakuwa ni fursa kwao kupata zile huduma ambazo labda mtu alikuwa anajikusanya muda mrefu ili aweze kuzifuata hizo huduma, lakini mwisho wa siku anazipata kwenye maeneo husika. Tukaenda Njombe mwezi Disemba. Hali kadhalika ilikuwa ni kambi pia ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana kwa sababu idadi ya watu ambao wana magonjwa sugu walishindwa kuzifuata huduma pia waliweza kuhudumiwa. Kwa hiyo ni mategemeo yetu pia kwa kambi hii ambayo inakwenda kufanyika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya itakuwa na mtazamo ule ule kwamba kwa Watanzania ndugu zetu wale ambao walishindwa kwenda kuzifuata hizi huduma huko, basi hii ni nafasi yao na watakuja watahudumiwa. Swala la gharama si tatizo. Taratibu zile za matibabu za kawaida zinatumika. Serikali imerahisisha. Iwalipe madaktari badala yao mwananchi kutumia gharama kubwa kumfuata daktari maeneo mbalimbali kwenye hospitali zetu kubwa za taifa na maalum. Basi wale madaktari wanakuja hapa karibu ili uweze kupata huduma.
kama mnavyofahamu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama chenye serikali, lakini pia kama mnavyokumbuka kwamba mwaka 2020 Chama cha Mapinduzi tulikuja na ilani ya uchaguzi kwa wananchi wa Tanzania, lakini hususan Mbeya, na tulijipambanua kwenye ilani ya uchaguzi ambayo ilikuwa na peji 303. Katika ukurasa wa 82 wa ilani ya uchaguzi ya chama chetu tulizungumzia sana sekta ya afya, na tulizungumzia hasa kuboresha huduma za kibingwa na bobezi. Jambo nalotaka kuwatangazia na kuambia wana Mbeya na wana nyanda za juu kusini na Watanzania kwa ujumla kwamba tunayo furaha kubwa, kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyofanya katika sekta ya afya. Ameboresha sana huduma hiyo, na kama mnavyoona leo mkoa wa Mbeya, kwa kumbukumbu zangu ni awamu ya 3, tunaendelea kupokea timu ya madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuwahudumia wana Mbeya, wana nyanda za juu kusini na Watanzania. Sasa mganga mkuu hapa amesema kwamba tunayo kambi ya matibabu inayoenda kuanza tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5, ambayo itawahudumia wagonjwa wa matatizo mbalimbali. Na hapa naomba nifafanue vizuri. Ukisema bingwa ni level ya juu, lakini ukisema bingwa bobezi ni zaidi ya ubingwa. Yaani maana yake ni wale wataalamu ambao hata ungeenda uende KCMC, uende Muhimbili, uende Jakaya pale kwenye taasisi ya moyo, uende pale Milembe, wote hao utawapata hapa. Sasa nini Daktari Samia Suluhu Hassan amekifanya? Ameona asogeze huduma jirani kwa wananchi ili wananchi waweze kuhudumiwa. Kwa madaktari bingwa wote waliowataja hapa, mtaalamu watakuwepo. Wale wenye matatizo ya moyo yaliyoshindikana waje hapa watapata huduma. Wale wenye matatizo ya mifumo ya mikojo yaliyoshindikana waje hapa, timu ya madaktari watakuwepo. Wale wenye matatizo ya akili yaliyoshindikana, timu ya madaktari watakuwepo hapa. Wenye matatizo ya mifumo ya upasuaji na mengine mengi kama walivyoainisha. Rai yangu kwa wananchi wote wa Mbeya na mikoa jirani ya nyanda za juu kusini, naomba tutumie fursa hii. Ni fursa adimu sana. Daktari Samia Suluhu Hassan anapenda, ameamua huduma hii yote kuisogeza hapa, ili wewe uliokuwa unapata shida ya nauli ya kutoka hapa kwenda Dar es Salaam ukahangaike kupanga foleni, kupanda gorofa, sasa amesema huduma hii anaileta hapa. Kwa kuanzia tarehe 5 naomba tuhamasishane, wananchi wote tujitokeze ili tuweze kuendelea kunemeka na kufurahia. Mganga mkuu hapa amesema Daktari Samia Suluhu Hassan ametutendea mema sana chini ya ilani ya uchaguzi ya CCM katika sekta ya afya, pamoja na huduma hizi zinazoendelea kuboreshwa, pamoja na madaktari bingwa na bobezi kuendelea kuongezeka nchini na kuendelea kupewa mafunzo ili kuendelea kukabiliana na tatizo la afya ya wananchi wetu, lakini bado ameboresha sana kwenye upande wa miundombinu. Ninyi ni mashuhuda. Kianza na hapa kwetu tuna jengo zuri sana la upasuaji la kisasa ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mkono wake hapa, na leo unaona timu ya madaktari bingwa bobezi kutoka hospitali zote wanaweza kufanya huduma hizi hapa Mbeya. Ni jambo kubwa sana.